Cha Wafilipi sura ile ya pili mstari wa 6 mtasoma mpaka mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, tuanzie mstari wa 4. Kila mtu na asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu na aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwamo, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Wapendwa katika jina la Yesu, usiku wa leo tunao ujumbe huu ambao unazungumza habari za Bwana wetu Yesu Kristo. Anaanza kwa kusema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali aangalie na mambo ya wengine. Pamoja na kwamba mambo yako yanaenda vizuri, huduma yako inaenda vizuri, maisha yako yanakwenda sawa bili sawia, bado haujafanikiwa katika Ukristo kama hautaangalia mambo ya wengine. Mtume Paulo anapoandika waraka huu kwa Wafilipi, anawaambia wasiwe na ubinafsi, kwamba mimi nimefanikiwa, nimetoboa, basi mambo yameisha. Lakini Biblia inasema tuangalie na mambo ya wengine, tuwe na nia hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya Kristo Yesu. Ni nia ipi ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu? Anasema hapo mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Hapo mwanzo alikuwa na utukufu wa Mungu. Hapo mwanzo alikuwa anaabudiwa na malaika, anasujudiwa na malaika. Hapo mwanzo Biblia inasema alikuwa ndiye neno. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Mungu aliposema ikawa, neno yani Kristo Yesu alikuwa ndiye stadi wa kazi. Ndiye stadi wa kazi. Kila kilichofanyika hakikufanyika isipokuwa kwa huyo, na huyo neno akavaa mwili akaja kwetu, tukauona utukufu wake. Alikuwa na utukufu, alikuwa ameketi juu ya kiti cha enzi. Lakini alipokuwa anaona wanadamu wanavyoonewa, wanadamu wanavyoburutwa na ibilisi, wanadamu wanavyoteseka na dhambi, wanadamu wanavyokufa, ndipo akaona ile kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Biblia inasema akaona ile kitu ya kwa namna ya Mungu, akaona sio kitu cha kushikamana nacho. Yeye alikuwa na utukufu mwingi, akauacha huo utukufu, akaja akazaliwa kama kitoto kichanga. Malaika Gabrieli anamtokea Mariamu,
Anamwambia Mariamu, umepata neema kuliko wanawake wote, maana kwako atazaliwa Mwokozi. Mariamu anasikia salamu hii, anashtuka, anasema salamu hii ni ya namna gani? Maana Mariamu alisalimiwa na wengi, lakini salamu hii ilikuwa ya kipekee. Nasi tunamwabudu Mungu wetu, tunamwamini ya kwamba yako mambo ambayo yatakutokea yaliyo ya baraka na kushangaza, hata utasema mambo haya ni ya namna gani? Sema amen kama tunakubaliana. Haleluya, amen. Muujiza huu ni wa namna gani? Malaika anatumwa ili apite kwenye tumbo la mwanamke, yeye ambaye kwanza alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini akanyenyekea, akatwaa umbo la mwanadamu, akawa mwanadamu kamili. Alisikia huzuni, alisikia uchungu, aliona njaa, alichoka kama mwanadamu, lakini wakati huo akawa Mungu kamili, akawa ni Mungu kamili. Akatembea juu ya maji, akafufua waliokufa, akatenda mambo makuu, lakini akachukua kwa umbo la mwanadamu, akaacha utukufu, akaacha heshima. Mungu tusaidie, hata utakapotupa heshima na kutuheshimisha, ziwe kwa nyakati za kujitoa na kwenda kwa namna ya mtumwa na kwenda kwa namna ya mwanadamu. Haleluya, Bwana tujalie hiyo neema, Bwana tujalie hiyo neema. Haleluya, amen. Tukumbuke wapi Bwana alikotutoa, tukumbuke wapi Bwana alikotununua, akajitoa. Biblia inasema akawa yuna namna ya mwanadamu. Pendo wa namna gani huu? Nyaraka nyingine anaandika, anasema ni vigumu mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye dhambi, lakini mtu aweza kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki. Lakini tulipokuwa tungali mwenye dhambi, Kristo akatujia, Kristo akatupenda. Upendo wa Mungu kwetu ni wa tofauti. Upendo wa Mungu kwako ni wa ajabu. Kuna wakati mwanadamu anaweza kujidai na kupenda. Kuna wakati maisha anaweza kujidai na kupenda. Kuna wakati mwanaume anaweza kusema na kupenda, au mwanamke anaweza kusema kupenda. Pendo wa mwanadamu unaishia juu ya kaburi. Lakini upendo wa Kristo aliyekuwa sawa na Mungu, akaona ile kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Watu wa Mungu, tumpende sana Yesu. Amen. Tusimsulubishe tena msalabani mara ya pili. Akaja katembea katika ulimwengu wa shida, kajaribiwa na Ibilisi akashinda. Biblia inasema alijua kanuni moja. Alipokuwa na umbo kama mwanadamu, alifahamu kanuni moja. Biblia inasema alinyenyekea, alinyenyekea na hata mauti ya msalaba. Kumbe kanuni ya kuwa na umbo kama mwanadamu, ukijiona ni mwanadamu, kitu chako cha msingi ili kumwiga huyu Kristo ni kunyenyekea, ni kushuka. Wanasema mti mzuri na mkubwa, kadri unapopanda juu sana, ndivyo na mizizi yake inashuka chini sana. Tukiwa na umbo kama la mwanadamu, watu wa Mungu, tukitaka majina yetu yatukuzwe kama lilivyotukuzwa jina la Yesu, basi kanuni ni moja, ni kunyenyekea, ni kushuka. Ondoa umimi, ondoa kujiona mimi, wamenifanyia hivi, mimi, ile mimi inakuondoa kwa mwanafunzi wa Yesu. Kanuni ya kukataa utukufu wa dunia ni kanuni ya kunyenyekea.
ubakie wewe. Niliwahi kusoma kisa kimoja cha mwanajeshi mkubwa ambaye alikuwa na manyota katika magwanda yake yote. Alikuwa anaheshimika sana, lakini hakujua kwamba kinachoheshimika ni mpaka avae yale magwanda. Ukitaka kunyenyekea, kanuni nzuri ya kunyenyekesha ni wakati upo chooni, ukiwa umetutama, ule utukufu unaokuwa nao pale ndio jione kwa ni mwanadamu. Wakati mwingine ukivaa mavazi, ukisimama mahali, unaweza ukajisahau. Wakati wanakupigia saluti, watu wanakusifia, unaweza ukajisahau kunyenyekea. Lakini ukikumbuka wakati ukiwa peke yako, ukiwa uchi, maana Ayubu anasema nilitoka tumboni wa mama yangu uchi, na nitakwenda huko nikiwa uchi. Wakati nalisoma neno hilo na kulitafakari, kwa nikafananisha tumbo la mama sawasawa na huko, maana Ayubu anafananisha tumbo na kaburi. Maana anasema nilitoka tumboni na nitarudi tena uchi. Jione ukiwa uchi, jione ukiwa huna mavazi yoyote, jione wakati ule unachezea udongo. Alipojiona na umbo kama la mwanadamu, alinyenyekea. Ujumbe wangu wa Krismasi kwako, mwana wa Mungu, ambaye Mungu amekupendelea usiku wa leo kusikia sauti hii, Bwana akujalie kunyenyekea. Amen. Bwana akujalie kunyenyekea. Amen. Bwana akupe neema ya kutokuangalia mambo ya kwako mwenyewe, bali na kuangalia mambo ya wengine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ikibidi kuacha enzi na utukufu, acha enzi na utukufu, nenda kwa ajili ya wengine, maana nia hiyo ndiyo iliyokuwemo kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa nini ule kuku wakati mwenzako anahitaji hela ya dawa unayemfahamu? Kwa nini uenjoy maisha kwa raha zako wakati kuna mpendwa anahitaji chakula? Yeye aliyekuwa yuna namna ya Mungu akaona ile kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, akawa yuna namna ya mwanadamu, na alipoona ana umbo kama mwanadamu, Biblia inasema alinyenyekea. Alinyenyekea. Baada ya kunyenyekea, Biblia inasema ndipo Mungu alimwadhimisha mno. Kumbe tukitaka kuadhimishwa, tukitaka kusherehekewa, oh my Lord, my God, ni kuhakikisha tunavaa unyenyekevu wa Kristo. Nimekuja kugundua ya kwamba mnyenyekevu ni mtu asiyekwazika na lolote. Biblia inasema, inavyosema wana amani nyingi washikayo sheria ya Bwana, inazungumzia wanyenyekevu. Mtu wa Mungu ukishakuwa mnyenyekevu, hakuna mtu atakayekukwaza. Kwa nini watu wanakwazika? Wanakwazika kwa sababu hawajasalimiwa, wanakwazika kwa sababu wanaona hawajatendewa haki. Anaona mimi na heshima yangu hii sijapishwa kiti, anakwazika. Mimi na heshima yangu hii sijapelekwa hoteli nzuri, anakwazika. Mimi na heshima yangu hii sijafanywa hiki na hiki, anakwazika. Kwa watu wanakwazika kwa sababu hawajashuka. Kwa kuna namna wako ndani, lakini neno la Mungu linasema sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Ifike hatua ambayo sio sisi tunayoishi, bali huyu aliyenyenyekeza hata mauti ya msalaba
ndani yetu. Akiishi ndani yetu Kristo Yesu, na sisi tutakuwa kama yeye. Amen. Tutabadilishwa tufanane na Yesu. Yesu akikukamata, inafika mahali unafinyangwa, unakuwa kama yeye. Alijinyenyekeza, alishuka. Sasa sikia, moja kati ya kanuni za Mungu za kunyenyekesha, atakukamua Mungu kupitia vitu mbalimbali, kupitia nyakati ngumu. Atakuwa anakukamua kama mtu anavyokamua chungwa. Mtu akikamua chungwa anapata juisi ya chungwa. Sasa Mungu anapotengeneza mtu kuelekea kwenye unyenyekevu, huwa anamkamua. Akikukamua anapata juisi yako. Utakamuliwa juisi yako, atarizika Mungu kwamba amekukamua. Pale ambapo akikukamua haipati juisi yako, anaipata juisi ya Kristo. Haleluya. Yaani ukiminywa huonekani wewe, ukipita kwenye majaribu huonekani wewe, ukipita kwenye vipimo anaonekana Yesu. Hapo ndipo unapokuwa umefikia kima cha Kristo. Kama Yesu alipigwa akasema, Baba wasamehe hawajui walitendalo, ukifikia na wewe umepigwa na unasema Baba wasamehe hawajui walitendalo, hapo sasa unaanza kutoa juisi ya Kristo, na Mungu hapo anaanza kujivunia mtu, maana umebadilishwa, umefanana na Yesu. Ni maombi yangu siku wa leo, Bwana akujalie hiyo neema ya kufikia kima cha Kristo. Amen. Ndio maana atakapokuja mawinguni, ni wale tu waliobadilishwa, waliotengenezwa, waliofikia kilo za yeye. Maana kuna kilo alizofikia Kristo ambazo ilimbidi aweze kunakuliwa, aweze kubebwa, aweze kwenda juu, aweze kupokelewa na mawingu. Maana alinyenyekea, na kwa sababu hiyo Bwana alimwadhimisha. Bwana, kuadhimishwa. Unajua maana neno kuadhimishwa, maana yake kusherekewa. Mungu anaamua kumsherekea mtu. Thank you Jesus. Mungu anaamua kukusherekea. Vile ambavyo umenyenyekea kwenye utumishi, vile ambavyo umenyenyekea kwenye kazi yake, Mungu anaamua kukuadhimisha. Tunaposemaga maadhimisho ya 8-8, tunaposema maadhimisho ya sikukuu fulani, maana yake, ukizungumzia maadhimisho, maana yake ni kulisherekea jambo fulani. Sasa Biblia inasema kwa namna hiyo Mungu alimwadhimisha mno, alimsherekea. Unatamani kusherekewa na Mungu? Amen. Mungu akusherekee wewe. Amen. Kanuni ni kunyenyekea. Unyenyekevu utakufanya Mungu akuadhimishe. Natamani kuadhimishwa na Bwana. Amen. Ndio maana usiku wa leo, wakati yamebakia masaa machache kuelekea kwenye kusherekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tutapaza sauti zetu usiku wa leo. Taangalia ni wapi ambapo umejitutumua, umepandisha mabega, umejiinua. Tabia, Bwana nataka kufanana na wewe. Amen. Anasema kwa hiyo akamadhimisha mno, sio akamadhimisha kawaida, akamadhimisha mno, akamadhimisha kwa viwango vikubwa. Bwana Yesu tusaidie. Na baada ya kumadhimisha,
Kitu cha pili, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Watu wa Mungu, moja kati ya kitu Mungu anafanya kwa mtu wake ni kumkirimia jina, ni kumbarikia jina. Mungu anapa jina, na Mfalme Sulemani katika Mithali, katika Mhubiri anasema, heri jina jema kuliko fedha nyingi. Jina lina thamani. My Lord, my God, jina lina thamani. Kuna watu wanajenga majina yao kwa sifa, kwa elimu, kwa viwango, wanajenga majina yao. Lakini hapa tunaona kwa sababu alinyenyekea na alishuka, kwa hiyo Bwana akamkirimia jina, jina lipitalo majina yote. Mungu, ukinyenyekea vizuri katika vitu alivyokuitia, katembea vizuri katika vile alivyokuita, anazo zawadi. Anazo zawadi ya kukuadhimisha, anazo zawadi ya kukirimia jina, jina lipitalo majina yote. Katika hiyo fani yako Mungu ana uwezo wa kukirimia jina. Katika hiyo huduma Mungu ana uwezo wa kukirimia jina. Akamkirimia jina lipitalo majina yote, ili kwa jina hilo kila goti lipigwe, kila goti lipigwe, na vitu vilivyo kuzimu, na vitu vilivyo duniani, na la vitu vilivyo mbinguni. Kwa jina la Yesu kila goti litapigwa. Bahati mbaya wengi tunataka kuvipigisha magoti vitu vya kuzimu tu, mapepo, majini na shetani, piga magoti, toka. Lakini kumbe hata za duniani, binadamu na binadamu wao, kwa jina la Yesu wana uwezo wa kupiga magoti. Wana uwezo wa kupiga magoti, wana uwezo wa kufuata wanachokuambia, na nimewaamuru kwa jina la Yesu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Niliwasimuliaga kisa cha yule mwinjilisti ambaye alikuwa anaenda kuhubiri neno la Mungu. Wakati anapita, gari lao likatekwa na majambazi. Walifika kwenye hiyo foleni, magari mengine yametekwa, wakakuta kuna watu bila watu wamezagaa pale wamekufa. Majambazi wakalidaka lile basi kwa upesi, wakamshuka mmoja mmoja, piga magoti. Anasimulia ni mchungaji ambaye alikuwa pamoja na huyo mwinjilisti. Yule mchungaji akalala huko anatetemeka. Yule mwinjilisti akashuka, akasogelea yule wale majambazi, akamwambia, nyie mnatisha sana watu, mnatisha sana raia. Kwa nini mnatisha watu? Kwa sababu mna risasi. Wale majambazi tu, nani anaongea? Akasema, ni mimi naongea. Na kama mnajaribu kwa risasi, piga. Piga hapa, sasa hivi niko hapa. Nipige. Majambazi wakaanza kushangaa, huyu mtu anajamini nini? Yule jambazi mpaka mezani, wacheni. Kaambia, kusogea hapa bwana, wewe vipi? Akaambia, mimi naambia, mimi nilikufa miaka 2000 iliyopita. Piga uone. Haya. Jambazi wakaanza kutetemeka. Kufanya story hiyo fupi, huyu bwana sasa alikuwa miaka 2000 iliyopita na alikufa pamoja na Yesu. Sawa sawa na Kolosai 3. Mlikufa pamoja na Yesu na mkafufuka pamoja naye. Majambazi wakapiga risasi kwa jina la Yesu, walipiga wengine wakaachiliwa. Kwa nini? Maana kwa jina la Yesu kila goti litapigwa. Kila goti litapigwa. Umejikuta kwenye hali mbaya, Biblia inasema kila atakayeitia jina la Bwana ataokoka. Haleluya. Ataokoka. Ataokoka. Tulikuwa na huyo Bwana Jafet.
tunaendesha gari, adui akikusudia mabaya kwa nyakati yetu ya vita, gari ilipinduka. Tulikuwa tunaenda hivi, gari kama imerudi hivi, kuangalia kioo kimevunjika, vyuma vimevunjika. Lakini tunakumbuka wakati gari inaweza kuyumba, tukaita jina la Yesu, tukaita jina la Yesu. Gari kapinduka, tukaona gari imegeuka, vyuma vimevunjika vya matairi, gari haitamaniki. Lakini wale wananchi wanakimbia waone watu wamekufa kwa kiasi gani. Sisi tunatoka, hata hospitali hatukwenda, hata hospitali hatukwenda, tulikunguta vumbi na kusonga mbele. Kwa nini? Maana tumepewa jina, kwa jina la Yesu kila goti litapigwa, na vitu vilivyo chini na vitu vilivyo duniani. Vyuma vinasikia jina la Yesu, ardhi inasikia jina la Yesu, wanadamu wanasikia jina la Yesu, viongozi wanasikia jina la Yesu. Haleluya! Kwa jina la Yesu, kila goti litapigwa, hata vitu vya mbinguni kwa jina la Yesu huwa vinapiga magoti. Ukisema malaika njoo hapa mshughulike kwa jina la Yesu, maana umelishika neno, malaika wanakuja haraka, maana kwa jina hili tulikuwa tunahubiri kule Masasi, tukasikia shuhuda mmoja wa dada mmoja ambaye alikuwa anampenda Yesu. Wakanipanga wauni wa mtaka mauti wamtongoza siku zote, anakataa. Sasa tutambaka. Dada watu wametoka kumwabudu Mungu, wanarudi jioni. Wakanipanga, wamenificha kwenye kichaka, kwenye kichaka wale sababu tutambeba, tumtende kwa ubaya. Dada watu wanakuja, ameshika Biblia yake vizuri. Wale wadada waliokuwa vizuri waga wafichaki Biblia zao. Anabana mbele zake na ameshika Biblia yake namna hii, na hapa kama kitabu cha tenzi anatembea, hana hili wala lile, anaimba nyimbo yake, nimekombolewa na Yesu. Wahuni wanamwangalia, anaposogea wanaangalia nyuma, kuna bonge la bouncer tena mzungu anatembea, wanataka kumnati. Huyu bouncer ametoka wapi? Wanaangalia, wanamwona kaka anapita. Alijuaje? Wanaanza kumuuliza, hivi yule bouncer mzungu uliongozana naye wapi? Mbona sisi hatumjui? Kumbe alikuwa bouncer mzungu. Ni kwa sababu malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Vilivyoko mbinguni vinatii, maana huyu Yesu aliyonyenyekea akawa kama mwanadamu, aliyotuchia sisi. Bwana akamkirimia jina kuu, Bwana akamkirimia jina kuu. Hata malaika ukiwaamuru wanakuja. Ukiita hata lisiloitika, kwa jina la Yesu linaitika. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo Bwana akamkirimia jina kuu. Tufanye nini basi? Nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awakweze kwa majira yake. Maana Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Ukinyenyekea kwenye kila eneo la maisha yako utapata neema. Kuna watu walikuwa na vipawa vizuri, lakini wakainua kiburi, kama shetani mwenyewe wakafukuzwa. Mahali popote ukienda ukionyesha kiburi, huwezi ukatukuzwa, huwezi ukainuliwa. Maana ukionyesha kiburi, anayekuja kupinga wa kwanza ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Mungu huwapinga wenye kiburi, huwapa wanyenyekevu neema. Siku ya leo mwambie Bwana, ondoa kiburi ndani yangu, ondoa kiburi ndani yangu. Kiburi chochote kilichoko ndani yangu, Bwana niondolee kiburi, niondolee kiburi. Bwana niondolee kiburi. Tufanye hivi basi.
tusiangalie mambo yetu wenyewe na tuangalie na mambo ya wengine. Amen. Kwa namna hiyo Mungu atatukirimia, atatuadhimisha, atatukirimia majina yaliyo majina makuu. Kwa neno hili ninamtarajia Mungu kwa kila mmoja wetu usiku wa leo ambaye alisikia neno hili, hakika likawa sababu ya kuinuka katika Krismasi hii, likawa sababu ya kuinuka katika mwaka mpya wa 2026. Moyo wangu, moyo, nataka kufanana na Yesu. Moyo wangu, wewe, nataka kufanana na Yesu. Moyo wangu, Sikia neno la Bwana. Pazie Bwana sauti yako usiku wa leo. Pazie Bwana usiku wa leo sauti yako. Pazie Bwana usiku wa leo sauti yako. Wewe Mungu Yesu. Reko repasana baya. Repo rekana pasana. Oh, tupo usiku wa leo Bwana.